والحمد لله، ثم الصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحابته ومن والاه. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم ربنا عافنا واعف عنا واحفظنا والطف بنا واحفظنا والمسلمين. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وعاجله ما علمنا منه وما لم نعلم، وأنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول لنا ولا قوة إلا بك. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. آمين آمين. Leo insha Allah akitufikisha tunatarajia tuondokee aya nambari 74, kauli yake jalla waala, yahlifuna billahi ma qalu walaqad qalu kalimata alkufri wakafaru ba'da islamihim wahammu bima lam yanalu wama naqamu illa an aghnahum Allahu min fadlihi فإن يتوبوا يك خيرا لهم وإن يتولوا يعذبهم الله ورسوله وإن يتولوا يعذبهم الله عذابا أليما في الدنيا والآخرة وما لهم في الأرض من ولي ولا نصير. Amesema jalla waala katika aya hii nambari 74, yahlifuna billahi ma qalu, wataapa kwa Allah ma qalu, kwamba wao hawajasema chochote kile. Yahlifuna billahi, wataapa kwa jina la Allah, ma qalu, ya kwamba wao hawajasema jambo lolote lile. Walaqad qalu kalimata alkufri, na kwa hakika walishasema maneno ya ukafiri, maneno yanayowatoa katika Uislamu, kama kusema kwamba mtume ni kisikiro, yani anasikia kila neno analoambiwa, kusema kwamba mtume sallallahu alaihi wasallam ni mwoga au ni mroho au katika sifa mbalimbali walizokuwa wanamsifia mtume sallam katika sifa mbaya. Walaqad qalu, kwa hakika wameshasema kalimata al-kufri, maneno ambayo yanawatoa katika Uislamu, maneno ya ukafiri. Wahamu wakafaru baada islami, na wakakufuru kwa kudhihirisha ukafiri wao baada ya kuwa walikuwa wanadhihirisha kabla ya hapo Uislamu. Kwa wamekufuru baada ya kuwa walikuwa ni Waislamu. Wahamu bima lam yanalu, na wakatamani na wakawa na hima na wanajitahidi kwa vitu ambavyo lam yanalu, hawakuweza kuvitekeleza baada ya vita vya Tabuk. Walitamani wamwangamize mtume sallallahu alaihi wasallam njiani kabla hawajafika Makka, wakiwa wanarudi. Wama naqamu, na watu hawa hawakuangamia, illa an aghnahum Allah wa rasuluhu min fadlihi, isipokuwa baada ya Allah na mtume wake kuwatajirisha wao kutokana na fadhila zake. Yani pale ambapo walipewa neema, wao neema ile waliibadilisha wakaikufuru. Waliletewa mtume sallallahu alaihi wasallam, ambaye kwa mtume huyo wao watu wa Madina wamepata kuunganika pamoja baina ya makabila yalikuwa yanapambana au koo zilikuwa zinapambana za Aus na Khazraj. Neno lao likawa pamoja chini ya Uislamu. Kwa kuja kwa mtume sallallahu alaihi wasallam kwa wao ni neema kubwa. Baada ya kuwa wao walikuwa wanastahili kuingia motoni, mtume sallallahu akaja kuwaokoa kutokana na moto. Lakini ilipowajia fadhila hii kutoka kwa Allah na mtume wake, wao ndio wakajiangamiza kwa kujifanya wanafiki. Wama naqamu, na hawakuangamia, illa an aghnahum Allahu min fadlihi, illa an aghnahum Allahu wa rasuluhu min fadlihi, isipokuwa baada ya Allah kuwatosheleza wao yeye na mtume wake kutokana na fadhila zake Allah. Fa in yatubu yaku khairan lahum, ikiwa watakoma na kuacha tabia na matendo ya kinafiki itakuwa ni kheri kwa wao katika dunia yao na akhera yao. Wa in yatawallaw, na ikiwa watakengeuka, yu'adhibuhumullahu adhaban alima, Allah atawadhibu wao adhabu yenye machungu makali, fi dunya wal akhirah, duniani na akhera. Wama lahum fil ardi min waliyyin wala nasir,
wala hawatopata katika ardhi yoyote yule wa kuweza kuwalinda au kuokoa na adhabu ya Allah. Yahlifuna billahi ma qalu, ay yahlifu almunafiqun, wanafiki wanaapa billahi kadhiban, kwa kutumia jina la Allah aliyakuwa wanaapa kwa uongo, ala annahum lam yatafawahu, kwamba wao hawajatamka bikalimati lkufri, maneno ya ukafiri, kasabbi nabii, maneno kama vile ya kumtukana mtume sallallahu alaihi wasallam kwa kumuita majina mabaya, watani fi din, na kuitusi dini kama kuwatukana wale viongozi wa dini walio chini ya mtume sallallahu alaihi wasallam, au kutukana Uislamu wenyewe au matendo yake ya hasa ya kutoa sadaka na kutoa katika jihadi kwa ajili ya dini ya Allah. Walaqad nataqu, na kwa hakika, walaqad qalu kalimata al-kufri, maana yake walaqad nataqu bikalimati al-kufri allati yunkiruna qawlaha, bila shaka yoyote wametamka maneno ya ukafiri ambayo wanapinga kwamba eti hawajayasema. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم, alikuwa mtume sallallahu alayhi wasallam, fi dhillin, katika kivuli, fi dhilli hujrati min hujrihi, akiwa amejipumzisha katika kivuli katika vyumba miongoni mwa vyumba, yani nyumba zake. Wa indahu nafaru min almuslimin, akiwa ana watu kati ya 3 hadi 10, kikosi cha Waislamu. Kadikada yaqlisu anhum dhill, takriban ile jua litakuwa haliwatoshi tena, yani kivuli hakiwatoshi tena, karibu jua litawaingilia, kivuli kimeshaanza kuwa chembamba kwa wao. Hii katika hadithi, hali kama hizi mtu akizihadithia, maana yake anaelezea kwa uhakika kwamba ile tokeo analikumbuka, inaongezea usahihi wa jambo, kwamba imma anakumbuka ile picha ilivyo, au aligusa au alinusa au alipata hisia fulani. Kwa anasema walikuwa wakati huo, yani jua linakaribia kwamba litawapata, kivuli kile karibu hakiwatoshi. Faqala, akasema mtume sallallahu alaihi wasallam, innahu sayatikum insanun, atakujeni nyinyi binadamu, yandhuru ilaikum bi'aini shaytani, ambaye anaangalia kwa kutumia macho mawili ya shaytani, yani muda wote mashetani yapo kichwani mwake, na kiangalia sio yeye anaangalia, bali mashetani yake. Fa idha atakum fala tukallimuhu, atakapokujieni msimsemeshe. Fajaa rajulun azraq, kaja mtu ambaye macho yake yalikuwa ni ya blue, macho ya blue kwa mfano wa macho ya wazungu. Fadaahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mtume sallallahu akamwita, fakallama, akazungumza naye. Qala, akamwambia, alama tashtumuni anta wa fulanun wa fulan, nafarun da'ahum bi asma'ihim. Mtume sallallahu akamwambia, kwa nini wewe unanitusi mimi, unanitaja mimi vibaya, unanitaja mimi kwa kasoro na kwa aibu, wewe na fulani na fulani, nafarun da'ahum bi asma'ihim, watu ambao Mtume sallallahu aliwataja kwa majina yao. Qala fadhahaba ar-rajulu, anasema msimulizi Abdullah bin Abbas, akaondoka yule mtu. Na katika riwaya nyingine alimwambia Mtume sallallahu alaihi wasallam, makana, kaa hapo hapa, hata atihim bika, mpaka nikuletee hao watu ambao umewataja wote, wawepo nao waje waseme. Kwa hiyo akaondoka yule mtu, akaenda kuwatafuta wale watu ambao wametajwa katika kesi hii ya kumtukana Mtume sallallahu alaihi wasallam, yeye na wale wenzake wote wakaja. Fadhahaba ar-rajulu fada'ahum, akawaita. Fahalafu billahi wa'tadharu ilayhi, wakaja wakaapa kutumia jina la Allah na wakatoa udhuru kwamba wao hawajamtukana Mtume sallallahu alaihi wasallam. Qala, akasema Ibn Abbas, fa anzala Allahu azza wa jalla, yawma yab'athuhum Allahu jami'an, siku Allah atakapowafufua huko akhira wote. Fayahlifuna lahu, wataendelea pia akhira kuwapa, kama yahlifuna lakum, kama mavunapa hapa duniani. Wayahsabuna annahum ala shay'in, liyakuwa wanadhania wakiapa huko kwamba wao wapo juu ya jambo. Ala innahum kadhibun, tambueni kwamba hakika hao ni watu waongo. Na akasema jalla wa ala, wakafaru ba'da islamihim, watu hawa wamekufuru baada ya kwamba walikuwa wameslimu au wakidhihirisha uislamu wao. Aiwa adhhara almunafiquna kufrahum, na wamedhihirisha wanafiki. Maana kipande hichi ni kwamba wanafiki wamedhihirisha wazi ukafiri wao, bima qaluhu min alkufri, kwa wale waliosema katika ukafiri, baada an kanu yudhhiruna alislam, baada ya kuwa hapo mwanzo walikuwa wanadhihirisha uislamu. Wahamu bima lam yanam, na wakawa na himma na hamu na kutamani kwa mambo ambayo hawana uwezo nayo, ya kutaka kumdhuru Mtume sallallahu alaihi wasallam, hali ya kuwa Allah ameshamkinga. Wahamma almunafiquna, wanafiki
wakatamani an yafalu min asharri, kufanya katika shari, walfatki, na mauaji, birasulillahi sallallahu alaihi wasallam, kumshambulia na kumuua mtume sallallahu alaihi wasallam, hina rajaa min ghazwati Tabuk, aliporejea mtume sallallahu alaihi wasallam kutoka katika vita vya Tabuk, ma lam yastati'u alwusula ilayhi, mambo ambayo hawakuweza wao kufanikiwa kuyatekeleza, idh asamahu Allahu ta'ala minhum, kwa vile ambavyo Allah alikuwa amemlinda mtume sallallahu alaihi wasallam kutokana na shari zao. Wama naqamu, na wala watu hawa hakuangamia, walhalu anna almunafiqina ma abu, hawakumtukana mtume sallallahu alaihi wasallam, wama ankaru, na wala hawakupinga, illa ma huwa jadirun haqqa, isipokuwa kwa kitu ambacho kwa haki kabisa kinastahiki zaidi, bilmadhi, kusifiwa, wa shukri, na kushukuriwa, wa thanai, na kusifiwa. Kusifiwa, kutajwa kwa sifa nzuri, na kushukuriwa na watu kukisifu kitu hicho. Wa huwa ighna'ullah, ya kitu chenyewe ambacho kilikuwa kinastahiki shukurani ni vile wao kutoshelezwa na Allah, lahum, kwa wao, min fadlihi, katika fadhila zake, bisababi rasuli, kwa vile kumpeleka mtume sallallahu alaihi wasallam katika mji wa Madina ambao mwanzo ulikuwa ukionewa na Wayahudi, na wao wenyewe wao kwa wao wakioneana kati ya Aus na Khazraji. Ni kwa vita ambavyo vilikuwa vinawakosesha kuwa na nguvu, vinawakosesha kuwa na taifa lenye kauli moja. Kwa kuja kwa mtume sallallahu alaihi wasallam wakakusanyika, wakapata iman, wakapata rehma za Allah, ikawa ni sababu ya wao kuokoka kutokana na shimo la moto ambalo wao walikuwa wameshasimama pembezoni mwake. Kwa mtume sallallahu alaihi wasallam, neema kwa wao ambao walitakiwa wao washukuru. Wa huwa ighna'ullah lahum bifadlihi bisababi rasulihi wa bibarakati risalatihi alayhi salatu wassalam, na kwa sababu ya baraka ya mtume sallallahu alaihi wasallam, ya utume wake, ndio aghnahumullahu, kwa hiyo Allah amewapa wao ghina kwa vile kumpeleka mtume, wa rasuluhu, na mtume wake, kwamba yeye mwenyewe mtume sallallahu alaihi wasallam ni baraka na rehma kwa waumini. Wassalamu baada an qalu baada an kanu fuqara, baada ya kuwa hapo kabla wao walikuwa ni mafakiri wasio na kima chochote katika mataifa. Amepokea hadithi Abdullah bin Zaid an Asim radhiallahu anhu qala lamma afaa Allahu ala rasulihi sallallahu alaihi wasallam yawma Hunain, siku alipogawa mtume sallallahu alaihi wasallam kutokana na kile ambacho alikipata katika ngawira ya vita vya Hunain walipokuwa wametoka katika fathu Makkah mwaka wa 8. Qasama fi nnas, mtume sallallahu alaihi wasallam aliwagawia watu fil mu'allafati qulubuhum, watu ambao walikuwa wanazoeshwa nyoyo zao, hasa wale ambao walikuwa wanaitwa at-tulaqa, watu walioachiwa huru na mtume sallallahu alaihi wasallam kule Makkah baada ya fathu. Akawa anawaradhibisha na kuwapendezesha Uislamu kwa kuwapa mali, kwa sababu wametoka hivi si muda mrefu kutoka katika ujahili. Walam yu'ti al-ansara shay'an, hakuwapa chochote Mansari wala wale muhajirina wa kwanza walioslimu mwanzo. Fakaannahum wajadu, wakawa maansari wa Madina kama wamepata kitu katika nafsi zao, idh lam yusibuhum ma asaba an-nas, kwa vile wao hawakupata mali kama walioipata watu wengine. Fahatabahum, mtume sallallahu alaihi wasallam aliposikia fitna hii aliwaita maansar, akazungumza nao. Faqala, akasema, ya ma'shara al-ansar, enyi maansar, alam ajirikum dhullalan fahadakum Allahu bi, je, sikukuteni nyinyi mkiwa ni watu ambao hamjui mfuate njia gani ili muokoke na adhabu ya Allah, Allah akakuongozeni njia kwa kunitumia mimi. Wa kuntum mutafarriqina fa'alafakum Allahu bi, na nyinyi mlikuwa ni watu ambao mnapambana nyinyi kwa nyinyi, makundi tofauti tofauti, Allah akaziunganisha nyoyo zenu kwa sababu ya kuja kwangu. Wa alatan fa'aghnakum Allahu bi, na kuteni nyinyi ni maskini, Allah akakutajirisheni kwa sababu ya kuwepo kwangu mimi. Masahaba wa Madina walipokuwa wanaambiwa maneno haya wakasema, bala ya Rasulullah, na kila mmoja katika hilo akawa anasema si hivyo, wewe mtume wa Allah, na wakawa ni wenye kulia maansar. Na mtume sallallahu alaihi wasallam akawaambia, je, hamridhiki nyinyi watu kuondoka na mali wakaenda zao na dunia yao, na nyinyi mkaondoka na mimi mtume wa Allah kuja nanyi katika mji wenu? Akawaambia, nao kama sio fadhila za hijra na kwamba mtume na manabii wameandikiwa wafanye hijra, mimi la kuntu mru'un min al-ansar, na mimi ningelikuwa ni katika watu wa Ansar. Na vile vile mtume sallallahu alaihi wasallam akamwambia ya kwamba mungalitaka nyinyi Maansari hapa, mungalinijibu kwamba na wewe Muhammad, tumekukuta wewe ukiwa maskini tukakuleta katika nchi yetu,
ukatajirika, na tumekukuta wewe ukiwa ni mwenye kupigwa Maka, na sisi tukakuleta Madina na tukakulinda. Lakini Mansari hayo hayakuwa yakiwazidishia isipokuwa wao kilio, na hii ni katika mawqif kubwa katika historia, kwamba mnakwenda katika vita, mnakwenda katika fathu Makka, mnarudi, wale ambao mmekwenda kupambana nao ndio wao wanapewa mali baada ya vita vya Hunain ambavyo vilikuwa vikubwa, na Waislamu hawakushinda kama ambavyo tulisema. Walishinda, walipigwa mwanzoni, alafu wakashinda, wakapata mali, alafu wakaenda wakawazingira watu. Waliporudi Taif, Waislamu wakapata hasara, watu wa Madina wakapata hasara, na watu wachache waliokuwepo wale watu wa Makka, lakini jeshi watu 10,000 walikuwa ni watu wa Madina. Watu 2,000 tu ndio ambao walikuwa ni katika wale tulaka, watu wapya kutoka Makka, na hao ndio katika waliosababisha mwanzo watu kushindwa. Na katika vita tulisoma kwa nyuma kama Mtume sallallahu alayhi wasallam aliwaita ya ma'ashara al-ansar, akawaita ya ma'ashara al-khazraj, alafu akawaita ya ma'ashara al-harith bin al-khazraj. Kwa watu wa Madina walikuwa wanaitwa zaidi katika vita, na hilo ndio walikuwa wanasema kwamba katika vita tunaitwa sisi, katika ngawira wanapewa wengine. Jambo hili linaonesha mawqif ya administration, namna gani Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa ana act, sio kujali rasilimali vitu, bali rasilimali watu. Na hili ndio jambo kubwa katika taasisi yoyote ile, namna gani mtu anakea kwa wale watu wake, anafanya mazingira yake ya kazi wale watu wayaone ni ya thamani, wayaone sio kazini mtu anaona ni sehemu ya vitisho, ni sehemu ya kuogopa. Ofisini kwa mkuu, ofisini kwa incharge, au ofisini kwa mkurugenzi, au kwa yoyote awaye administrator, au yoyote awaye ambaye ni mkuu, watu wanaona ni pahali ambapo ukiitwa kama umeitwa gerezani, kama umeitwa jahannam. Hii sivyo ilivyokuwa. Mtume sallam alikuwa anajali mno hali za watu zinapotokezea tu anazifanyia kazi hapo hapo, wala hafanyi delay ya tatizo likaja likasambaa likakuwa watu wakalizungumza, wala hapuuzii tatizo ambalo analisikia kutoka kwa watu ambao wako chini yake. Na hii ni katika mambo ambayo tumeyakosa sana Waislamu tumetembelea katika taasisi ambazo zinajisibisha na sunna, ambazo zinavuma katika kuwatukana watu, kuwaradi watu na kuwasema watu kadha sio na watu kadha sio. Unakwenda katika markaz, wallahi udhu maji ya kuchukulia udhu ni shida katika kituo ambacho kinavuma kwamba ndo kinafundisha dini. Dini ya Mtume sallam haikuwa hivi, bali ilikuwa inajali mno. Wanafunzi tunawakuta wanalalamika wanavyotumikishwa, wamekwenda pale kusoma dini, lakini anasema wakija matajiri na mizigo yao, tunakwenda katika magodown kubeba kama wafanyakazi vibarua usiku pasi na malipo yoyote. Haya si katika mambo ambayo Mtume sallallahu alayhi wasallam ameasisi. Mtume sallallahu alikuwa na hili katika jambo ambalo tumelikosa katika taasisi zetu nyingi, namna ambavyo viongozi wa Kiislamu tunashindwa kutake care kwa wale ambao wako chini, mimi kwa wale wako chini yangu, na imamu kwa wale wako chini, maimamu wenzi wao, walimu wa madrasa, walimu wakuu, na katika taasisi za shule na katika taasisi za Kiislamu kwa ujumla. Administration ni katika kitu ambacho tumekikosa mno, na sijui tumekosea wapi, lakini nadhani kuna haja ya watu kurejea mitaala yao, mpaka kuanzia wale watoto wa madrasa wanatakiwa kufundishwa Qur'ani, halafu wafundishwe na sehemu katika uongozi, na sehemu katika siasa, na sehemu katika vitendo. Yaani kuna siku za kusoma Qur'ani, kuna siku za kufanya kazi za amali, kuna siku za kufanya vitu activity ambazo zitakuwa zinawafundisha administration. Hili tumefanya kama kwamba Waislamu si jambo letu swala la administration. Ala kulli hal, jambo muhimu ni kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa ana act, inapotokezea tu jambo ana react hapo hapo kulimaliza jambo hili na kujali hisia za watu na kuwaelekeza watu kilicho bora kwao, tofauti na vile ambavyo picha wanayo wao kwamba uhalisia kurudi na Mtume sallallahu alaihi wasallam Madina ni jambo tukufu, ni jambo bora kuliko watu wanaorudi na mali zao kwenda katika miji yao. Amesema, alafu Allah akasema, fa in yatubu, ikiwa watatubia, yaku khairan lahum, itakuwa ni kheri kwa wao. Ai fa in yatub almunafiqun, ikiwa wanafiki watatubia, min nifaqihim wa kufrihim, wakaepukana na ukafiri wao na unafiki wao, yakun rujuuhum ila alhaqi khairan lahum, itakuwa kule kurejea kwao wao katika haki ni jambo bora kwa wao, fi dinihim wa dunyahum wa akhiratahum, katika dini yao na dunia yao na akhira yao. Mfano wake ni kama ambavyo Allah amesema, falau sadaqullaha, laiti wangalimsadikisha Allah kwa kuwa kweli kwa Allah, lakana khairan lahum, ikawa ni khairi kwa wao.
Halafu akasema wa in yatawallau, na kinyume cha hivyo ikiwa watakengeuka na kuipa mgongo haki na kukataa kutubia, yuadhibuhum Allahu adhaban aliman fi dunya wal akhirah. Maana yake wa in yu'rid, ikiwa wataendelea kupuuza almunafiquna wanafiq anil imani, wakajiepusha na imani wa tauba na kutubia na kukoma na unafiki wao, wayastamiru ala nifaqi, na wakaendelea na unafiki wao, yuadhibuhum Allahu adhaban mu'liman fi dunya, Allah atawadhibu wao adhabu yenye kuumiza katika dunia, bilhammi walhuzni, kwa kuwapatia stresi na huzuni, walkhizyi, na kuwadhalilisha na kuwapatia khizaya, wa bilqatli in adharu nifaqahum, na kwa kuuawa ikiwa watadhihirisha vitendo vya unafiki wao, wayuadhibuhum fil akhirah bi'adhabi an-nar, na kwa akhira atawaadhibu kwa adhabu ya moto. Wama lahum fil ardi min waliyin wala nasir, na wala wao hawatupata katika ardhi yoyote yule wa kuwalinda au wa kuokoa na kuwanusuru na adhabu ya Allah. Ay wama lilmunafiqina fil ardi, na wanafik hawatupata katika ardhi kulliha, ardhi yote, ayu waliyin yatawallahum, yoyote yule mlinzi wa kuwalinda wao, wayuhasilu lahum alkhair, na kuweza kuwapatia wao khairi, wala ayu nasirin, wala yoyote wa kuwakinga wao, yansuruhum, ama yataweza kuwanusuru, wayadfa'u ani shar, na akaweza kuizuia wao shari isiwafike. Katika faida za malezi za aya hizi, kullu man wufiqa minhu ala fasadin fil aqida fahukmuhu an yujahada bil hujja, yoyote yule man wuqifa minhu ala fasadin fil aqaid, yoyote yule ambaye atakuwa amesimamishwa katika itikadi, amekutana na itikadi zisizo sahihi, basi mtu huyo ni wajibu kwake yeye kupambana kwa hoja, kwa kutumia hoja kadri inavyoweza, na atumie uzito katika hoja zake, wala asiwe mlegevu. Kwa kauli yake Allah, ya ayuha nabiyyu jahidil kuffara wal munafiqina, ambayo tulisoma jana, waghludh alaihim. Alafu kauli yake ya ayuha nabiyyu jahidil kuffara wal munafiqina falhujjatu ala al munafiqi jihadun lahum, kusimamishia hoja wanafiki ni jihadi, ambayo Allah ameitaja kwa kuita kabisa kwamba ni jihadi. Kwa hiyo jihadi ipo katika ulimi, kama ambavyo kwa vile ipo katika ulimi, itakuwa ipo katika maandishi, na itakuwa ipo katika namna yoyote ya kumwezesha mwandishi au msemaji aweze kulifanya hilo, nayo inasimama kama kumsaidia mujahidi kwenda katika jihadi. Kwa hiyo kuwajibu wanafiki ni aina katika aina ya jihadi. Halafu vile vile qala ta'ala, ya nabii jahidil kuffara wal munafiqina, jihadul munafiqina as'ab min jihadil kuffar, anasema kupambana na wanafiki ni jihadi ngumu zaidi kuliko jihadi ya kupambana na wanafiki, kwa sababu watu wengi wanaweza kwenda kupambana na makafiri katika vita, lakini wanaoweza kupambana na wanafiki ni maulama peke yao. Kwa ni jihadi ya watu maalum katika umma, na ni jihadi ambayo ni lazima, na ni jihadi endelevu muda wote, jihadi endelevu muda wote, hasa pale ambapo Uislamu unakuwa una nguvu. Alafu waghludh alaihim, hadhi lugha iradiya, anasema kule kuatilia nguvu makafiri na kutumia nguvu katika kupambana nao ni nguvu ambazo mtu anakusudiwa azikusudie kabisa, aazimie kutumia nguvu katika kupambana, sio zile nguvu za kimaumbile tu, hizo hazitoshelezi, bali iwe ni nguvu za kukusudia kabisa. Na vile vile katika tunayojifunza at-taubatu aslu saadati dunya wal akhirah, kutubia na mtu kujivua katika madhambi na kukoma kutenda makosa na kurejea kwa Allah subhanahu wa ta'ala, ndio msingi mkuu wa mtu kupata mafanikio duniani na akhera. Allah amesema fa iyatubu yaku khairan lahum, ikiwa watubia, haijalishi wamefanya makosa makubwa kiasi gani, hata kama makosa hayo yalishawatoa katika Uislamu, bado akitubia, kutubia itakuwa ni khairi kwao. Kwa hiyo kutubia ni khairi kwa wanafiki na kutubia ni khairi kwa waumini. Hakuna muumini isipokuwa ameamrishwa na yeye kutubia, watubu ila Allah jami'an ayuha almu'minuna la'allakum tuflihun, natubieni kwa Allah nyote enyi Waislamu, huenda mkafanikiwa. Na akasema katika mafunzo ya mwisho, man khadhalahu Allah, mtu ambaye Allah atakuwa amemdhalilisha na kumpa khizaya na kumnyongesha, mtu huyu hawezi akapata yoyote yule wa kumnyanyua duniani kote, ardhini kote na akhera vile vile, kwa kauli yake wa in yatawallau
يعذبهم الله عذابا أليما في الدنيا والآخرة wama lahum fil ardi min waliyin wala nasir, hawatopata watu hawa ikiwa Allah ameamua kuadhibu katika ardhi nzima, hawatopata yoyote wa kuwalinda wala kuwatetea. Halafu Allah jalla wa ala akasema, wa minhum, na miongoni mwa wanafiq, man ahada Allah, wapo ambao walimwahidi Allah, la in atana min fadli, wakasema ikiwa Allah atatupa sisi katika fadhila zake, yaani katika riziki yake akatukunjulia, lanasaddaqanna wa lanakunanna min as-salihin, sisi tutatoa sadaka sana, wallahi sisi tutatoa sadaka sana na tutakuwa miongoni mwa watu wema. Falamma atahum min fadlihi, basi zama Allah alipowapa wao kutokana na fadhila zake, bakhilu bihi, walifanyia ubakhili, watawallau, na wakakengeuka na kurudi nyuma, wahum mu'ridun, hali ya kuwa wanapuuza ile ahadi waliokuwa wameiweka. Faaqabahum nifaqan, Allah akawaadhibu wao kwa unafiki, fi qulubihim, katika nyoyo zao, ila yaumi yalqaunahu, mpaka watakapokutana naye siku ya Kiyama au siku watakapokufa. Bima ahlafu Allah, kwa vile walivyo, bima akhlafu Allah, kwa vile walivyokwenda kinyume na Allah, ma waaduhu, kwa kile walichomwahidi, wa bima kanu yakdhibun, na kwa ule uongo waliokuwa wanausema. Alam ya'lamu, hivi watu hawa hawajui, anna Allah, kwa hakika ya Allah, ya'lamu sirrahum wa najwahum, anafahamu siri zao na vikao vyao vya kunong'ona, vikao vyao vya ndani kabisa wanavyonong'ona. Wa anna Allaha allamul ghuyub, na je hawafahamu kwamba Allah ni mjuzi wa siri zote? Maana ya aya hizi, wa minhum man ahada Allah la in atana min fadlihi, aywa min almunafiqina, na miongoni mwa wanafiki katika sifa zao vile vile wako wengine, man a'ta Allah ahdan biqawlihi, wako ambao walimwahidi Allah kwa kusema, wallahi la in razaqana Allah min fadlihi, na hapa kwa jina la Allah, ikiwa Allah atatupa sisi riziki katika riziki zake, la sadaqata mimma a'tana, sisi tutatoa sadaka katika kile ambacho Allah ametupa. Wala nakunanna minas salihin, ay wala nakunanna in basata Allahu alaina rizqa, na tutakuwa ikiwa Allah atatukunjulia katika riziki, min jumlati salihina, miongoni mwa watu wema, alladhina yuadduna haqqa Allah haqqa ibadihi, ambao wanatekeleza vizuri haki za Allah na haki za waja wake. Falamma atahum min fadlihi, basi zama Allah alipowapa na kuwakunjulia katika riziki zake, bakhilu bihi, walizifanyia ubakhili. Maana yake falamma razaqahumullahu, Allah alipowaruzuku, wa a'tahum min fadlihi, na akawapa katika fadhila zake, bakhilu bima atahum, walifanyia ubakhili kwa kile ambacho wamepewa na Allah. Falam yunfiqu minhu fi haqqi llahi, hawakutoa katika njia ya haki ya Allah. Walam yatasaddaqu bi shay'in minhu, wala hawakutoa katika njia ya kutoa sadaka kwa kunufaisha viumbe, kama halafu, kama ambavyo walikuwa wameapia hapo mwanzo. Watawallau, na wao wakakengeuka na kugeuza migongo yao, wahum mu'ridun, hali ya kuwa ni wenye kupuuza. Aywa adbaru, watawallau, maana yake waligeuza migongo yao, ani taati llahi, wakaepukana na kumtii Allah ta'ala mtukufu, walwafai biahdihi, vile vile wakageuza migongo yao kuepukana na kutekeleza walichokiahidi. Mu'ridhina wa munsarifina an dhalika, wakiwa wanapuuza na wanajitenga na jambo hilo waliloliwekea ahadi. Faaqabahum nifaqan, Allah akawaadhibu wao kwa kuwafanya kwamba ni wanafiki, nifaqan fi qulubihim, kwa unafiki katika nyoyo zao, ila yaumi yalqaunahu, mpaka siku watakapokutana na yeye. Ay faja'ala Allahu aqibata amrihim, Allah akafanya mwisho wa jambo lao, nifaqan, ni kwa wanafik, kainan fi qulubihim, uliotimilia katika nyoyo zao, mutamakkinan minha, ambao umetulizana, umetulia kabisa katika nyoyo, mustamirran fiha, wenye kuendelea milele, ila yaumi yalqauna Allah, mpaka siku watakayokutana na Allah, bimautihim, kwa kufa kwao, wa khurujihim min ad-dunya, na kuondoka duniani. Bima akhlafu Allah, wamefanywa hivyo sio kwa kuonewa, bali kwa vile walivyokwenda kinyume na Allah, ma waaduhu, na kila walichokuwa wamemwahidi. Ay faja'ala Allah fi qulubihim nifaq, Allah akafanya unafiki katika nyoyo zao, wa haramahum tawbata minhu, na akawaharamishia wao kutubia kutokana na unafiki huo, bisababi ikhlafihim ma ahadu Allah alayhi, kwa sababu ya kwenda kinyume na kile walichomwahidi Allah.
minas sadaqati wassalahi, katika kutoa sadaka na kutengenea matendo yao. Waliannahum, kwa sababu wao kanu yakdhibuna, walikuwa ni waongo, fi kalamihim wa ahdihim, katika maneno yao na ahadi waliomwahidi Allah. Na akasema hadithi mashuhuri ya Abi Huraira radhiallahu anhu kutoka kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam kwamba Mtume amesema katika hadithi, ayatul munafiqi thalathatun, kuhusiana na jambo la kuahidi kumwahidi Allah alafu mtu asitekeleze. Aya au dalili au alama za mnafiki ni tatu: idha haddatha kadhaba, anapozungumza hudanganya; wa idha waada akhlafa, na anapoahidi huenda kinyume na alichoahidi; wa idha tumina khana, na anapoaminiwa hufanya khiana. Na kutoka Abdullah bin Amri radhiallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Mtume amesema alayhi salatu wassalam, arba'un, mambo manne, man kunna fihi kana munafiqan khalisa, mambo manne atakayekuwa nayo atakuwa ni mnafiki safi. Wa man kanat fihi khaslatun, na atakayekuwa na jambo minhunna, katika hayo manne, kanat fihi khaslatun minan nifaqi, atakuwa naye ana sehemu katika unafiki, hata yadaaha, mpaka ayaache mambo hayo. Idha tumina khana, mnafik anapoaminiwa hufanya khiana. Wa idha haddatha kadhaba, na anapozungumza hudanganya. Wa idha ahada ghadara, na anapoahidi hufanya khiana, yani husaliti, huenda kinyume na ahadi yake. Wa idha khasama fajara, na anapogombana hakubali suluhu, bali humuhama aliyegombana naye. Akasema Allah jalla wa ala, alam ya'lamu, hivi watu hawa ambao wanatoa ahadi halafu hawatekelezi miongoni mwa wanafiki, hivi hawajui anna Allah, kwamba hakika ya Allah, ya'lamu sirrahum wa najwahum, Allah anajua siri zao na anajua vikao vyao. Wa anna Allah allamul ghuyub, na kwamba Allah ni mjuzi wa mambo ya siri. Alam ya'lamu, hivi hawajui anna Allah ya'lamu sirrahum wa najwahum, maana yake alam ya'lam almunafiquna alladhina yubtinuna alkufra, hivi hawajui wanafiki wale ambao wanaficha ukafiri wao, wayudhhiruna alislam, wanaudhihirisha Uislamu. Anna Allah, kwamba hakika ya Allah, ya'lamu ma yukhfunahu, anafahamu yale wanayoyaficha, min alkufri, katika ukafiri, wa nifaqi, na unafiki. Wa ya'lamu ma yatanajawna bihi, na Allah anajua yale ambayo wao wananong'onezana, fima bainahum, wanapokuwa kati yao, fi ta'ani fi lislami walmuslimina, katika kusema vibaya na kuutusi Uislamu na Waislamu. Wasayujazihim ala a'malihim, na Allah atawalipa kutokana na matendo yao. Wa anna Allaha allamul ghuyub, ay alam ya'lam almunafiquna, na vile vile hawafahamu wanafiki, anna Allah, kwamba hakika ya Allah, ya'lamu jami'a ma ghaba an hawasi khalqihi, anavijua vile vyote vilivyokuwa ni siri ambavyo havionekani, vilivyoepukana na hisia za viumbe wake. La yakhfa alayhi shay'un min almughayibati, hakuna chochote kinachojificha katika mambo ya siri. Miongoni mwa faida za kimalezi katika aya hizi, alfawaid tarbawiya, ya kwanza kauli yake faaqabahum nifaqan. Aya hii udhahiri wake anasema inaonyesha kwamba kuvunja ahadi na kwenda kinyume na ahadi, mambo haya yanapelekea mtu kuwa ni mnafiki, na kwa hivyo ni wajibu kwa kila Muislamu awe na hadhari kubwa na ajikinge sana kutokana na tabia hizi. Anapoahidi kuahidiana na Allah atekeleze na ajitahidi katika kutekeleza ahadi yake hiyo kwa ukamilifu kabisa. Jambo la pili katika mambo ambayo tunajifunza, faaqabahum nifaqan, Allah akafanya mwisho wa jambo lao akawaadhibu kwa kuwapa unafiki katika nafsi zao. Lile jambo la kwanza anasema fi dalalatu ala wujubi alhadhari min ihdathi alaf'ali adh-dhamima. Hii inaonesha mtu anatahadhari asije akatenda tabia mbaya, kwa sababu tabia mbaya yoyote ile inamharibia mtu tabia zake njema. Tabia mbaya yoyote inamharibia mtu tabia zake njema. Kwa hiyo mtu ajitahidi asije akawa ni mtu ambaye dini yake mtu inapimwa katika vipimo ni zile tabia zake anazofanya, anavyoishi katika familia yake, anavyoishi na mke wake, anavyoishi na rafiki zake na wengine huko, tabia zake ndo zina. Mtu akizusha tabia mbaya, tabia hiyo inaweza kuharibu katika matendo yake mema. Na jambo jingine, faaqabahum nifaqan, na hii ni jambo kubwa linalotisha katika aya hizi tulizozisoma, ni kwamba mtu akifanya jambo baya anaweza akalipwa kwa jambo baya zaidi. Yani hawa walivunja ahadi waliomwahidi Allah subhanahu wa ta'ala, badala yake Allah akawapa unafiki wa milele
unafiki ambao hauna baada yake tauba, hali ya kuwa wao ilikuwa kosa lao ni kuwapa kinyume na ukweli, hawakuwapa kwa ukweli, halafu walivunja ahadi, waliapa kwa uongo, halafu walivunja ahadi ile waliyomwekea Allah subhanahu wa ta'ala. Katika mafunzo pia ya aya hizi ni kwamba mtu akiapa kwa jina la Allah kwamba atafanya kitu gani, kitu hicho chochote kile, ikiwa ni katika kheri analazimikiwa kukifanya, na ikiwa ni katika shari atatakiwa kukiacha kitu hicho, na badala yake afanye kafara ya kiapo chake. Kwa hiyo mtu anapoahidi kwamba wallahi nitafanya kadha kadha, ikitokezea kadha na kadha, basi mtu huyo anatakiwa jambo hilo alitekeleze. Na pia katika mafunzo ya hizi ni kwamba Muislamu hatakiwi kuamiliana na Mola wake muamala wa mtu bakhili. Mtu bakhili ndio ambaye anasema kwamba Allah akinipa kitu fulani na mimi nitaweka kitu fulani. Kwa hiyo Muislamu anakatazwa au anafundishwa kuto kupenda kuweka nadhiri kwamba ikiwa mtoto wangu atapona au ikiwa nitapona maradhi yangu haya nitatoa sadaka kadha na kadha, nitafanya kadha na kadha katika matendo. Muislamu hatakiwi kuamiliana na Mola wake kama mtu anayefanya biashara kwamba ukinipa hichi na mimi nitakupa hichi, au ukinipa hichi nitakubadilishia na mimi kukupa hichi, kwa sababu hiyo ibada unayoifanya aslan haimnufaishi chochote Allah subhanahu wa ta'ala, mpaka uweke kwa uitundike kwamba ibada hii mimi nitaifanya ikiwa Allah atanifanyia jambo fulani. Jambo hili ni baya na limewafanya watu wakawapata unafiki na likawafanya watu wakashindwa kutubia na wakafa hali ya kuwa ni wanafiki, kwa kule kuweka kwao ahadi kwamba ikiwa Allah atatupa na sisi tutatoa. Mtu anatakiwa atoe pale akiwa maskini, pale akiwa hana, ajifundishe tabia ya kutoa na ajiwekee siku maalum ambazo katika siku hizo, mathalan siku ya Ijumaa, ni lazima atoe chochote katika mali yake, hata kama anacho au hana, ili kule kutoa kuwe ni tabia, kwa sababu mtu anapokuja kupata mali ni vigumu zaidi kutoa kuliko pale ambapo alikuwa hana mali. Wallahu a'lam wa ahkam, wa sallallahu wasallama ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Tunakaribisha maoni na michango na maswali, fatafadhalu mashkurin maajurin. Naam. Naam, assalamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullah. Naam, basi mimi hapa na swali katika hizi ya minhum man ahada Allah, kwamba Naam. nilipatapo kusikia huko nyuma kidogo, moja katika sababu nuzuli, kwamba nimsikia, nadhani ilikuwa ni Sheikh Nasr Bacho, ilikuwa kuna sahaba Thalaba ibn Hatib, ndio kuna mambo aliyafanya yakafanya, ndio hii ayati zikateremshwa. Sasa sijajua hii kama ni sahihi au sijikoje. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Ametaja Imamu Ibn Jariri Tabari na amefuata baada yake baadhi ya wafasir kwamba aya hii inamhusu Thalaba radhiallahu anhu arda, lakini ukweli ni kwamba Thalaba iko mbali na mambo hayo, wala hahusiki, wala Thalaba hakuwa katika wanafiki maarufu. Hivyo imekuja katika tafsiri nyingi, watu wamekuwa wakitoa hicho kisa muda mrefu, ambaye alikuwa anasema alikuwa anaitwa Hammamul Masjid, kwamba ni ndege njiwa wa msikitini, alikuwa hatoki, alafu alifuatwa na kadha na Thalaba. Yuko mbali na jambo hilo. Hadithi hii sio sahihi, ni kisa ambacho ni maudhu, na yupo mwanachuoni nadhani wa Ethiopia ameandika kitabu kizima, sikikumbuki sasa vile jina lake kwa hakika, lakini kuhusiana na kadhia hiyo tu kwamba Thalaba si anayetajwa katika aya hizi, bali ilikuwa ni kundi katika wanafiki ambao waliahidi, halafu walipopewa mali hawakutekeleza, wala sio Thalaba. Thalaba hakuwa katika wanafiki radhiallahu anhu wa arda. Naam, shukran. Naam, mchango mwingine mashaikh. Naam, Sheikh Abbas, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaikum salam warahmatullahi wabarakatuh. Sheikh Juma, mimi nilikuwa nataka niulizie aya hii ina connection gani na wanafiki walipomwambia Mtume sallallahu alaihi wasallam, wasema la in raja'na ila almadinati la yukhrijanna al'azzu minha al'adhall walillahi al'izzatu lirasulihi yaquluna la tunfiqu ala man 'inda rasulillahi hatta yanfadhu walillahi khazainu samawati wal ardi lakinna almunafiqina la yafqahun.
wanafiki yani walikuwa wana responsibility ya kufanya jambo gani la kiuchumi kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam? Ah, ahadi au kiapo cha watu wa Madina katika Aqaba, katika ile bai'atul Aqaba ni kwamba watamlinda Mtume sallallahu alaihi wasallam kama wanavyolinda familia zao na wake zao. Maana yake wako tayari kwa lolote lile lisimfike Mtume sallallahu alaihi wasallam isipokuwa liwafike wao kwanza. Kwa ilikuwa kuna ahadi ya kiuchumi na kiulinzi inaingia katika kiapo hicho, kiuchumi na kiulinzi, lakini hawakuwa na responsibility specific kwamba wampatie Mtume sallallahu alaihi wasallam sehemu katika mali yeye kama yeye, isipokuwa walikuwa wanatakiwa watoe inapokuja swala la jihadi. Inapokuja swala la jihadi kunahitaji maandalizi. Kuna watu hawana wanyama, hawana farasi, kuna watu hawana silaha, hawana ngao zile, hawana dir'i, zile nguo za chuma za kuvaa na vitu kama hivyo vilikuwa vinakusanywa kabla ya jihadi. Kwa hiyo inapokuja jihadi watu wanachangishwa. Kwa hiyo ndo wakawa wanasema la tunfiqu ala man inda rasulillah, msiwape hawa watu wafuasi wa Muhammad, hawa maskini waliokuja kina Abu Huraira, ashabu sufa wanaokaa msikitini wale na watu wengine, msiwape vitu. Kwa hiyo sio kwamba kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, lakini walillahi al-izzatu wa lirasuli ile yukhrijanna al-a'azzu minha al-adhall, ni kwamba wale watu walikuwa wao wanatarajia washike mamlaka. Ilikuwa ni fitna kwao kuja kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam kwa sababu ya mamlaka ya kisiasa. Walikuwa wanatarajia wayashike wao kina Abdullah bin Ubay bin Salul. Ilikuwa zimebakisha siku chache wao waapishwe kuwa watawala wa Madina, akaja Mtume sallallahu alaihi wasallam akaiseize hiyo nafasi akaishika. Kwa hiyo kabakia na wanajihisi kwamba wao ni viongozi, lakini mbona kiongozi wa kweli sio wao. Kwa hiyo jambo hilo ndio lilowafanya wakawa wanasema kwamba tukirudi sasa Madina tutakwenda kumuonesha huyu ni nani kiongozi wa kweli na nani ni mtu dhalilifu, kwa sababu walikuwa na mtu ametoka Maka amefukuzwa na watu wake kwa udhalilifu, alafu anakuja huku anatukalia juu. Ndio alikuwa. Kwa hiyo ni kwa ujumla matendo hayo, nadhani suratul Munafiqun inahusiana na vita vya Uhud, ndio ambao walikuwa wamesema hayo maneno. Na huku ni vita hivi vingine ya matendo ndo hayo hayo walikuwa wanajirejea rejea kila mara. Wanafiki wanafanya vitimbi hivi na hivi hivi. Haya ambayo tumezisoma hapa zinahusiana na vita vya Hunaini na Tabuk. Kwa hiyo hayo matokeo yalikuwa yanajirejea rejea, ndio uhusiano wake, kwamba kila ikitokezea nafasi wanafiki walikuwa wanatumia, hasa pale wakati wa vita ambapo tension inakuwa kubwa kabisa na umoja unaohitajika sana. Wao walikuwa wanatumia fursa hizo kuweza kuwagawa watu kwa mujibu wa asili zao na wao kutaka kurejesha mamlaka ambayo walikuwa wanaona wameyapoteza. Wallahu a'lam. Sawa, shukran. Kama hakuna ziada tufikie hapo kwa leo. Allah akitufikisha tutakuja kuendelea siku zinazo kesho inshallah, na inaonekana kwamba hatutoweza kukamilisha tafsiri